Ee Mwenyezi Mungu, hawa ni waja wako, watoto wa kike na wa kiume wa waja wako, ambao wamekuwa wahanga wa ukatili wa mwanadamu dhidi ya mwanadamu mwenzake. Wengi wao wameuawa hali ya kuwa hawana hatia. Asubuhi walikula na kunywa, baadhi yao walikuwa tayari kwenda kwenye shughuli zao za kila siku, wengine walikuwa wakijiandaa kwenda mashuleni. Ewe Mwenyezi Mungu, tunakuomba uzipumzishe roho zao na uwape pumziko la amani ya milele. Imam Ashafa na mchungaji James wamefika kwenye kaburi la pamoja katika mji wa Yelwa Shandam. Wapo hapa kuwakumbuka na kuwaombea wale waliouawa katika mapigano kati ya Wakristo na Waislamu. Tunamshukuru Mungu kwa kuwa tumejifunza uwezo wa kusikilizana na kuunda mazingira salama ya mazungumzo. Bila hilo tungeendelea kudhania mambo kwa mbali na unaweza hata kumuua mtu kwa misingi ya dhana tu. Tumejifunza somo gumu. اللهم اغفر لحينا وميتنا وذكرنا وانثانا اللهم اغفر لنا وارحمنا انت مولانا والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Katika miongo ya hivi karibuni, Nigeria imekumbwa na vurugu kati ya Wakristo na Waislamu. Makumi ya maelfu ya watu wameuawa katika mapigano ya kijamii, huku jamii nzima zikiharibiwa. Moja ya maeneo yaliyoathiriwa zaidi na migogoro hiyo ilikuwa mji wa Kaduna. Hadi leo uhusiano kati ya jamii za Wakristo na Waislamu ambazo zina idadi inayokaribiana unaendelea kuwa na tahadhari na mvutano mkubwa. Katikati ya hali hii, Imam Mohammed Ashafa na mchungaji James Huye wameanzisha kituo cha upatanishi wa dini kati ya Wakristo na Waislamu. So if you are not really looking for him as a person but our organization, then we could send somebody. Shafa na James zamani walikuwa maadui wakubwa. Walikuwa wakiniita kocha kama kocha wa mpira wa miguu, kwa sababu miongoni mwa marafiki zangu nilikuwa na wazidi katika kunywa pombe. Tulikuwa tunaenda kunywa na nilikuwa nikinywa zaidi yao. Kwa kawaida nilikuwa naenda kanisani kuwaona wasichana wadogo na kujaribu kuwakonyeza macho, hasa wale waliokuwa wanaimba kwenye kwaya. Baada ya kuwakonyeza wasichana wa kwaya, nilikuwa natoka kwenda mtaani kunywa bia zangu. Lakini siku hiyo nilibaki kanisani. Yule mtu alikuwa anahubiri, alipoanza kuhubiri ilikuwa kama kuna mtu alimueleza kuhusu mimi. Kila alipokuwa anahubiri na kuelekeza mkono wake kwa waumini, ilikuwa kana kwamba anauelekeza kwangu. Na wakati mwingine nilikuwa najificha chini ya benchi la kanisa nikisema, "Wow, kwa nini huyu mtu ananizungumzia mimi?" Nilihisi moyoni mwangu kuwa Mungu alikuwa ananizungumzia nami na kwamba nilihitaji kubadilika. Huo ulikuwa mwanzo wa mabadiliko yangu. Haijalishi ni changamoto gani unazokutana nazo, fikiria jinsi Yesu angezikabili. James alikuja kuwa mhudumu wa kanisa la Kipentekoste na mwinjilisti mwenye shauku kubwa. Alihudumu kama makamu wa rais wa chama cha vijana wa Kikristo cha Nigeria.
Kanisa linapaswa kuwa mstari wa mbele katika kuhubiri amani kwa sababu Yesu Kristo ni mfalme wa amani. Mungu, nimesimama mbele ya watu wako waliopitia mateso makubwa. Walikuwa na wasiwasi na walikuwa wanakutafuta. Nilitoka katika familia yenye misingi imara ya kidini. Familia iliyokuwa mlezi wa urithi wa Kiislamu. Baba yangu alikuwa kiongozi wa kiroho. Nilikulia nikijifunza Qur'an na kuwafundisha walio wadogo kuliko mimi. Sikupata nafasi ya kwenda shule za kielimu za magharibi kwa sababu familia yangu ilikuwa katika mgongano mkubwa na mamlaka ya kikoloni ya kimagharibi. Walikuwa watu wenye elimu kwa sababu walijua kusoma, kuandika kwa Kiarabu na kuwasiliana kwa lugha ya Kiarabu. Lakini mamlaka ya kikoloni yalipoleta mfumo wao, walibadilisha lugha ya mawasiliano kuwa Kiingereza. Mabadiliko hayo yalizua kujitenga kwa kiasi kikubwa na mambo yote yanayohusiana na Umagharibi. Hivyo familia nyingi hazikuenda katika elimu ya kimagharibi. Hatukuwa na uhusiano wowote na Magharibi wala Ulaya. Tulikuwa na ari kubwa ya kulinda, kufufua na kurejesha roho ya mageuzi ya Uislamu na utukufu wake. Watu walitarajia kutuona tukiishi kwa misingi hiyo. Hiyo ndiyo aina ya familia niliyotoka. Mwenyezi Mungu, wafichue wale wanaopanga kusimama dhidi ya maendeleo ya mkutano wa kesho. Wewe unawajua zaidi kuliko sisi. Waislamu na Wakristo nchini Nigeria waliishi kwa amani hadi robo ya mwisho ya karne ya 20, ambapo kudorora kwa uchumi, misimamo mikali ya kidini na misukumo ya kisiasa vilichanganyika na kuleta mvutano mkubwa katika mahusiano ya kijamii hadi kufikia hatua ya kuvunjika. Ilikuwa katika mazingira hayo mwishoni mwa miaka ya 1980 ambapo James aliamua kujiunga na kundi la wanamgambo wa Kikristo. Tulianzisha kundi hili la wanamgambo kwa sababu tulitaka kuwalinda watu wetu. Watu walikuwa wanatucheka na kutudharau wakisema wachungaji wanauawa na hamfanyi chochote. Tulisema kama Waislamu wanatoa maisha yao, basi tunaweza kuyachukua. Na kama uhai ni mmoja, nasi tunaweza kuutoa huo huo. Hivyo ndivyo nilivyokuwa mwanamgambo. Na chuki yangu dhidi ya Waislamu wakati huo haikuwa na mipaka. Hakuna Muislamu aliyewahi kunivutia kwa sababu yoyote ile. Mwaka 1992 wakati wa mgogoro wa kidini wa Zangon Kataf, mgogoro huo ulianza kutokana na suala la kuhamishwa kwa eneo la soko. Kwa muda mrefu uchumi wa eneo hilo ulikuwa ukitawaliwa na Wahausa na Waislamu. Mgogoro ulizuka na wengi waliouawa walikuwa Waislamu na Wahausa. Miili ya waliouawa ilisafirishwa hadi Kaduna, eneo lililoitwa Tadun Wada. Na Waislamu waliokuwa huko walipoona miili ya ndugu zao waliamua kushambulia Wakristo waliokuwa Tadun Wada. Kama mtu aliyepata mafunzo ya kulinda kanisa, kundi langu lilianza kuchukua hatua dhidi ya jambo hilo. Baadhi ya vijana waliokuwa pamoja nami waliuawa kwenye mashambulizi katika tukio hilo, na mimi nilipoteza mkono wangu nikijaribu kulilinda kanisa. Muhammad Ashafa alikuwa sehemu ya wanamgambo wa Kiislamu katika eneo la Tudan Wada. Muda wa saa 48 tulikuwa tukiuana na kujeruhiana vibaya. Nilikuwa nikipigana nikiwa naamini kwamba nilipaswa kuitetea imani yangu, nikijeruhi na kuwaua wengine. Lakini mwishoni mwa yote, mwalimu wangu wa kiroho, mtu mwenye zaidi ya miaka 70, aliuawa na jamii ya Kikristo katika eneo lake. Ndugu zangu wawili wa kiume waliuawa pia. Nikagundua kuwa ni kundi la James lilokuwa nimeandaa na mgambo dhidi ya kundi langu. Nilikuwa nimejaa hasira na dhamira ya kulipiza kisasi. Nilihitaji
kulipa uovu kwa uovu. Kwa miaka mitatu mimi na kundi langu tulikuwa tukipanga kuwaondoa baadhi ya viongozi wa makundi hayo. Nilikuwa msikitini na imamu alikuwa akizungumza kuhusu nguvu ya msamaha. Alisema imamu, ndiyo, imeandikwa katika sheria kwamba unaweza kulipiza ubaya kwa kiwango sawa na ubaya uliotendewa. Una haki ya kutafuta haki, lakini Qur'ani inafundisha zaidi kwamba ni bora kushinda ubaya kwa wema. Kwa hiyo, kama wewe ni Muislamu leo na unakataa kuwasamehe wale wote waliokutesa na waliokuumiza, unawezaje kuwa mfano wa kweli wa Mtume Muhammad, rehema na amani zimshukie? Aliendelea kusema, mkumbukeni Muhammad huko Maka. Aliteswa, alidhalilishwa, akafukuzwa. Alipokwenda mji wa Taif kuhubiri, watu waliwakusanya vijana ili wamtupie mawe Mtume Muhammad. Walimtupia mawe mpaka damu ikawa ikitiririka mwilini mwake. Kisha malaika aliyekuwa msimamizi wa milima akasema, ewe Mtume wa Allah, je, niwaangamize watu hawa? Unataka nifanye nini? Allah amenipa ruhusa ya kutoa hukumu juu yao. Lakini Mtume Muhammad akasema, hapana, sitaki waangamizwe. Allahumma ighfirli fa innahum la ya'lamun. Ewe Allah, wasamehe watu wangu, kwani hawajui wanachokifanya. Nikaanza kulia, machozi yakinitiririka usoni. Nikajiuliza, ninawezaje kumsamehe adui yangu huyo, mtu aliyemuua mwalimu wangu wa kiroho na kuua ndugu zangu wawili? Muhammad alisamehe, nami nilipaswa kusamehe. Imamu alikuwa akionekana kama anazungumza moja kwa moja nami, kana kwamba alijua yaliokuwa moyoni mwangu. Nilikuwa katika bahari ya mkanganyiko, vita vya ndani kati ya dhamiri yangu, tamaa ya kulipiza kisasi na kipimo cha maadili. Ghafla kamaliza hotuba yake na kusema, tuswali. Baada ya hapo nikaanza kujiuliza, je, kweli naweza kumsamehe James? Mnamo Mei 1995, Ashafa alikutana na James bila kutarajia katika mkutano wa viongozi wa jamii uliofanyika nyumbani kwa gavana wa jimbo la Kaduna. Rafiki yao wa pamoja aliwatambulisha kwa kila mmoja na kuwahimiza kufanya amani. Mwanzoni kulikuwa na mashaka makubwa. Hofu yangu ilikuwa kwamba kwa sababu ya mafunzo yangu, huenda walikuwa wanapanga kunitambua mimi na rafiki zangu ili watuvamie wakipata nafasi. Ukiona mavazi yake na jinsi alivyokuwa akijiweka, ungeona kama mfano halisi wa mwenye misimamo mikali ya Kiislamu. Tulikuwa tunaona kama watu wenye msimamo mkali, kundi linaloamini Uislamu pekee na si dini nyingine. Baadaye mama yangu aliugua, kisha akaja pamoja na kundi la vijana kunisalimia, kumuona mama yangu na kumtembelea hospitalini. Hapo nilianza kubadilika. Nikasema, wao, inawezekanaje Muislamu aje kunisalimia mimi Mkristo? Baadaye mama yangu alifariki. Wakaja tena kama kundi kunipa pole, na hilo ndilo lilonivunja moyo wangu mgumu. Upinzani wangu wa kuhusiana nayo kaanza kupungua. Baadaye nilitembelea msikiti wake. Kwa kweli ilikuwa kama nakwenda kwa hofu kubwa sana, kwa sababu sikuwa na uhakika kama ningetoka salama. Lakini taratibu nilianza kupata ujasiri, na yeye pia alianza kuja kwangu na uhusiano wetu kaanza kukua. Maridhiano kati ya Imam Ashafa na mchungaji James yalizua mjadala mkubwa. Waliomba kuelezea sababu za kubadilika kwao mbele ya makundi ya kidini
katika eneo hilo. Hata hivyo, uhusiano wao ulikuwa bado dhaifu. Wakati mwingine nilijikuta nikishawishika kuchukua mtu na kutaka kumuua nao pale alipokuwa amelala kipindi tuna share rooms. Kila nilipotaka kufanya hivyo, nilikuwa nataka kulipiza kisasi kwa mkono wangu, lakini nguvu fulani ilikuwa ikinivuta ikisema, usiue. Kwa miaka 3 nilibeba tamanio hilo la kumuua, lakini kilichoniondoa kabisa katika hali hiyo ni pale mchungaji Ina Omaku wa Family Worship Center Abuja aliposema, huwezi kumhubiri Kristo ukiwa na chuki. Kristo ni upendo na ujumbe unaobeba ni upendo. Kisha akasema, James, nakujua na ninajua unachofanya. Kama kweli unataka kufanya kazi hii, lazima ujifunze kusamehe. Against you or against any... Kwa kila maumivu yalokupata wewe, wapendwa wako na wale unaowapenda. Hilo lilinivunja kabisa. Niliporudi, nilikuwa na hamu kubwa ya kukutana na Ashafa. Ilikuwa kama mpenzi anemtafuta mpendaye. Nilikuwa natamani kuonyesha mabadiliko haya mapya ndani yangu. Huo ndio ulikuwa mwanzo wangu wa kweli wa mabadiliko. Hapo ndipo nilipoingia kikamilifu katika kazi hii. Katika miaka 5 iliyopita, kazi ya kituo cha upatanishi wa dini imeendelea kupanuka. Timu za mchungaji James na Imam Ashafa husafiri kwenda maeneo yenye migogoro ili kuendesha warsha na semina. Okay, let's say this is not a realistic one. Mahusiano mazuri kati ya mchungaji James na Imam Ashafa ndio msingi wa kazi yao ya kujenga uaminifu miongoni mwa viongozi wa dini na jamii. Sitaki kuwa na matatizo na watu wanaonizunguka. Qur'ani inasema, dhibiti hasira yako. Hasira hupelekea mauaji, na unapomuua mtu, ndugu zake hulipiza kisasi, jambo ambalo huweza kupelekea mauaji ya halaiki kama tunavyoshuhudia katika jamii yetu leo. Kusafiri pamoja kama timu ya upatanishi wa dini pia kuna changamoto zake. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kama timu unaweza kuona wanachama wa Kikristo wakingoja kwenye basi au gari huko Waislamu wakienda kuswali. Vivyo hivyo tunapokutana Jumapili, Waislamu husubiri Wakristo waende kusali, kisha hurudi na tunaendelea pamoja. Huu ni mfano wa heshima ya kweli kwa kila mmoja, kuaminiana kwa kiwango cha juu na kutokuwa wabinafsi katika matendo. Msikiti wa Samaru Kataf una umuhimu wa pekee kwa Ashafa na James. Hapo ndipo walipoanza kazi yao kama wapatanishi kati ya jamii za Waislamu na Wakristo. Wakati wa mgogoro, msikiti huu ulikuwa karibu kubomolewa kutokana na mvutano na mashambulizi kutoka kwa jamii ya Kikristo. Tuliwaleta vijana hapa kwa ajili ya mchakato wa maridhiano, vijana wa Kikristo na Kiislamu, na tukazungumza kuhusu upatanisho. Kupitia mazungumzo mbalimbali ya wadau tofauti kutoka serikalini, mashirika ya kiraia pamoja na juhudi zetu, tuliweza kusaidia kuleta amani ndani ya jamii. Timu hiyo mara nyingi usafiri kwa umbali mrefu. Kwa Ashafa na James, kusafiri pamoja kumekuwa sehemu ya maisha yao ya kila siku. Wow, kunya putu fita ngay toy, gaji muy tulel, seen jëfi tey daal mooy seen jëwu ëllëg. Lii de wóor na ma, sama gént gi yee na ma si àdduna. Su ma xoolee
suma ginnaaw sama xol jeex ma jooyo suma xoolee suma ginnaaw sama xol jeex